Asante. Na tumefurahi baada ya kukuona umependeza na mama bado unaonekana kijana kabisa. Nashukuru. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, naona umepata mwaliko na umealikika kwenye iftari ya Wasafi. Neno lako kwa ajili ya tukio la leo ni lipi? Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini cha pili nashukuru wote waliokuja hapa kwenye iftari ya leo ambayo imeandaliwa na Wasafi. Pia niwapongeze kwa iftari, kwa kufuturisha watu na kufuturu kwa pamoja kwa ajili ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia kama ninavyoona na nyinyi wanahabari pia mmeweza kuhudhuria, tumefuturu pamoja inshallah. Ni jambo gani ambalo limekuvutia sana baada ya kuingia tu ukumbini ukasema kweli? Mimi nimefurahi, nimekuta wasanii wengi wapo, lakini kingine kikubwa zaidi ni kama hivi pia kuna uzinduzi wa sabuni, ni kwamba vitu vinazidi, wasanii wanazidi kujiongeza pamoja na kufanya sanaa, na wanaweza kufanya vitu vingine vya ziada, kuweka uwekezaji kama hivi, watu watapata ajira kupitia hizi sabuni. Tuliona umekaa meza moja na Zuchu, lakini pia Madam Rita. Stories zilikuwaje? Stories zilikuwa nzuri tu. Mimi na Madam Rita tulikuwa tunaelezea na stories za namna gani wa kufikisha wasanii waweze kusonga mbele kwa kipindi hichi ambacho rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametoa fursa, na umekuta wasanii wengi wanakuwa katika shughuli nyingi za kiserikali. Kwa hiyo kitu ambacho tulikuwa tunadiscuss pale kusema kwamba wasanii wajitahidi kufanya kazi kwa bidii ili waweze kusonga mbele na kuendesha maisha yao ya kila siku, na fursa zipo, na rais wetu katoa fursa kwa wasanii na kawapa kipaumbele kwenye shughuli zote. Mwenyewe unaona kuanzia hata mikutano mikuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, pia wasanii walikuwepo wengi. Miaka 49 ya CCM wasanii walikuwepo wengi. Tanga, Arusha, wiki ya wanawake ile, wasanii walikuwepo wengi sana. Kwa hiyo kuna fursa nyingi pia za sanaa ambazo zipo katika kupitia hii awamu yetu ya 6. Kwa hiyo ni kuomba tu wasanii wafanye juhudi, wafanye kazi kwa bidii, watengeneze nyimbo nzuri na tungo nzuri, na wasidharau kazi ambayo wanafanya. Wote wafanye kazi nzuri kwa jumla. Nilikuwa na kuzoom nikasema mama uko strong sana. Mbio ambazo ulipiga pale KMC siku ya derby ya Simba Queens na Yanga, nini kilikukimbiza? Hapana, nilikuwa nawahi kufuturu kwa sababu wewe kama mwandishi, kama hivi leo umefanya vizuri, umenifuata mlangoni, lakini sasa mimi nimeshapita mlango kabisa, niko zaidi ya 100, unanifuata. Matokeo yake nitajua kama umekuja kwa usalama au kuja kwa usalama, kwa sababu unapomfuata mtu kwenda kumhoji pale kwenye eneo la tukio, mimi nilikuwa na zaidi ya mita 100. Wai, kwa nini unifuate? Ndio kasema mama Shabaraka kwa mwanariadha. Sio kwamba najiofia na mimi usalama wangu. Tulikuwa kwenye uwanja wa mpira pale, tumemaliza, nimetoka, nimepita getini, niko sehemu za maduka. Rudi zoom yaangalie pale, mimi nilikuwa karibuni na uwanja, au ilikuwa ni mita ngapi? Kwa nini unifuate pale? Na sasa hivi kwa sababu kuna utandawazi na ni mambo yote yako kiganjani, mtu mmoja tu akikuchukua, media zingine zote zinachukua. Ulipokeaje baada ya kujiona umetrend? Mimi nimeona kawaida, kwa sababu kama kutrendi na trend kila siku. Kwa hiyo mimi nimeona kawaida, sikuona jipya, nimeona kitu cha kawaida tu. Matokeo yamemliza mama akaamua kukimbia. Hawezi kuniliza kwa sababu wote ngoma draw. Round ya kwanza si tuliweza kushinda, kama Simba tuliweza na si kushinda goli moja, na wao wameturudishia vitu kama kawaida. Hakuna tatizo na hawezi kuwa mabingwa, kwa sababu kama ubingwa wa ligi ya wanawake uko mikononi mwa Simba Queens au na JKT Queens. Jana tumeona kwenye iftari ya Yanga wazee wakiendelea kushinikiza uongozi wa Yanga kwamba hakuna dabi ya Simba na Yanga ambayo ilivunjika baada ya kusimamishwa na... Sipendi sana kuyaongelea hayo mambo, huwa siyapendi sana kuyaongelea, kwa sababu mimi siwezi kuongea, siwezi kubishana na wazee, siwezi kubishana na watu wa mipira sana na nini. Kwa hiyo mimi waga na mimi nasoma kama unavyosema wewe. Wakifanya jambo zuri nasema alhamdulillah, wakisema baya nasema alhamdulillah, kwa sababu mambo ya mipira utabishana na wangapi? Tunakaribia kwenda kwenye sikukuu ya Idi. Mmejipangaje kama bendi ya Twanga Pepeta? Bendi ya Twanga Pepeta ipo, inafanya vizuri na itaendelea kufanya vizuri, na wako studio na rekodi nyimbo kwa ajili ya sikukuu ya Idi. Jamani, mwenye swali ya mama. Neno lako mama usiku wa leo kwa Diamond Platnumz baada ya kuzindua sabuni? Namtakia kila laheri, aendelee kuimarika, Mwenyezi Mungu ampe uzima na afya tele, tuendelee kujumuika kama hapa tunavyojumuika.
Mungu aendelee kukuweka. Amina, inshallah. Na watu wote, mambo ya Diamond kuoa au kutokuoa, unajua ni mambo ya mtu binafsi. Mimi siwezi kuingilia sana na sipendi kuongelea sana maisha ya watu. Mimi napenda kuongelea kazi. Simama kama mama. Nasimama kama mama. Neno lako kwa Diamond kujuu ya kuoa ni lipi? Yale ni maamuzi ya mtu binafsi. Mtu unaweza kuoa hata na miaka 50. Mimi siwezi kuingilia. Na kwa nini kila siku? Kwa nini mnapenda sana kumlazimisha aoe? Labda niwaulize waandishi, kila mkiandika mnamwandika Diamond aoe. Kuoa ni maamuzi yake. Inadaiwa Diamond kuwa na utitiri wa wengine, kwani hawana utitiri? Wewe una utitiri wa wanawake wangapi? Mimi nimeoa. Nimeoa mama. Harusi yako ulitwita. Msimlazimishe. Kwa nini mlazimishe Diamond kuoa? Kwa nini? Ataoa wakati ukifika. Ataoa wakati ukifika. Watu wako wanaoa miaka 40, miaka 50. Anaweza asioi kabisa. Ni maamuzi yake mwenyewe. Haya ni mambo ya mtu binafsi. Mimi sipendi kuingia kwenye mambo ya mtu binafsi. Mimi tuzungumzie mambo ya kijamii sana. Haya mambo ya mziki, mambo ya mpira, mambo ya nini, mambo ya waandishi wa habari, nani kafanya hiki, chombo hichi vipi kimekuwa, kimefanya hivi. Ndio tuzungumzie, lakini sio mambo ya mtu binafsi ya ndani. Mwaka huu ni mwaka wa aina gani kwa upande wako tangia umefunguka kwenda huu mwezi wa 3? Mwaka huu ni mwaka mzuri sana, ni mwaka ambao tunaenda kuchagua rais. Ni mwaka ambao wa uchaguzi, kwa hiyo ni mwaka mzuri sana kwa Watanzania wote. Hapo tunachagua madiwani, tunachagua wabunge, tunaenda kuchagua rais wa nchi yetu. Kwa hiyo ni mwaka mzuri sana, tunaita ni mwaka wa uchaguzi. Asha Baraka ni mtu mwenye jina kubwa sana kwenye taifa la Tanzania. Je, kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi utaingia kwenye diwani au wakati ukifika wewe nisikilizie tu. Wakati ukifika wewe sikilizia. Si bado mwezi wa 6 ukisikia bunge limevunjwa tu, ujue tayari ngoma hiyo. Tukutakia kila la heri. Asante, na mimi natakia kila la heri.